Kwa hivyo ulikuwa umeambiwa swali la kwanza, ulikuwa umeambiwa soma ushairi ufuatao kisha ujibu maswali yanayofuata. Usikae bila kazi, wategemea kupewa, wategemea shangazi, masurufu wagaiwa. Epukana na ajizi, jaribu kujisumbua. Wajibu wao wazazi, mekulea kwa murwa, elimu kama hizi na mengi ukayajua. Jaribu siwe mwizi, vya watu kuvinyakua. Maisha siku hizi ukipewa na wetoa. Usifanye bazazi kutaka kusaidiwa. Uweke mkono wazi, kwani mambo ni kikoa. Achana na usingizi, umeshamba ukiwa. Sijifanye lezi, masikini utakuwa. Na mwisho ataandazi, likushindwe kununua. Kutoa sio hirizi, ni moyoni kuamua. Kutoa ni mazoezi, usambe ni majaliwa. Singoje mwisho wa mwezi ukiwa unachogawa. Na nimetoa kwa yale mashairi yenu, yale mikuno ushairi, mashairi nitakuwa natoa pale, maswali mashairi nitakuwa natoa pale. Nimekupa ile kitabu cha diwani ya mashairi. Kwa hivyo ulizo swali la shairi hili hapo ulikuwa umeulizwa vibaya. Hapo inapaswa kuwa lipe shairi hili anwani, si ndio? Si shairi hili anwani, lipe shairi hili anwani. Anwani unaweza kusema ni kazi. Anwani pia ni kazi ya kujitegemea. Au pia anwani ni kujitegemea. Au pia anwani ni umuhimu wa kutoa. Na wakati ukiambiwa anwani wewe unaandika kwa herufi kubwa na unapigia mstari. Swali la ba. Hata kama umepata andika yale majibu. Unajua wakati mwingine jibu kama liko karibu nilikuwa nalikubali. Utapata baadhi si hata sahihi. Kwa mujibu wa ubeti wa kwanza, ni tabia gani inayopingwa na mshairi? Kwanza ni tabia ya uvivu. Tabia ya uvivu inapingwa. Pia kukaa bila kazi. Kukaa bila kazi inapingwa. Kutegemea kupewa masurufu. Hizo za matumizi. Kama vile unapewa pesa masurufu hapa ni vile unapewa kwa pesa, unategemea. Pia misaada. Kama umezoea misaada, hii ni tabia inayopingwa katika shairi. Misaada. Unapewa misaada na ndugu au hata shangazi. Onyesha wajibu wa wazazi kwa watoto wao kama unavyojitokeza katika ubeti wa pili. Wajibu wa wazazi kwa watoto. Ubeti wa pili unaandika hivi: wajibu wa wazazi ni kulea kwa murwa, elimu ukamalizi na mengi ukayajua. Jaribu usiumizi, vya watu kuvinyakua. Kwa hivyo hapa unaambiwa uonyeshe wajibu wa wazazi kwa watoto ni kuwalea watoto wao kwa malezi mema. Kwa hivyo ni kuwalea kwa malezi mema na heshima. Nasema kuwalea kwa malezi mema ni sawa, kuwalea kwa heshima ni sawa, kuwalea kwa murwa. Ni pale watu wanasema kuwalea kwa malezi mema na heshima, na watu nasema kwa murwa. Pia kuwapatia watoto elimu. Kuwapatia watoto elimu. Ni kwenda kama majibu pale sentence mbili. Kuwapatia watoto elimu na maarifa ili wajue mambo mengi. Na wapa elimu na maarifa ili wajue mambo mengi. Mambo haya mawili ndio yalikuwa majibu peke yake. Swali la da, ni onyo gani ambalo mshairi analitoa katika ubeti wa 4 kuhusu matokeo ya uvivu? Ubeti wa 4. Narudi tena ubeti wa 4. Achana na usingizi, umeshaba ukiwa. Sijifanye lezi, masikini itakuwa. Na mwisho atangazi, ni kushindwe kununua. Kwa hivyo unaambiwa matokeo ya uvivu ni yapi? Utakuwa maskini sana. Unaambiwa pale utakuwa maskini sana. Pili, utashindwa hata kununua mahitaji madogo kama vile andazi. Utashindwa kununua andazi. Utashindwa kununua mahitaji madogo kabisa kama vile andazi. Swali la kulingana na ubeti wa 5, ni nini mtu anapaswa kutoa na kusaidia wengine? Ubeti wa 5, mtu anapaswa kutoa wakati gani? Kutoa sio hirizi, ni moyoni kuamua. Kutoa ni mazoezi, usambe ni majaliwa. Sigoje msiwamozi, ukiwa nacho gawa. Hebu unaambiwa utoe wakati gani hapo? Wakati wowote ule unapokuwa na kitu cha kugawa, si ndio? Wakati wowote ule unapokuwa na kitu cha kugawa. Bila kugojea, usigojee nini? Hadi mwisho wa mwezi. Usigojee hadi mwisho wa mwezi. Kwa hiyo nilipata kuona wakati wote ule. Nione pia unapokuwa na kitu cha kugawa na pia usigojee hadi mwisho wa mwezi. Hizo 3. Jibu ni hilo pekee yake. Na ukiangalia kugawa kama vile tulikuwa na mchango hapa shule. Je, wakati ulipewa, wakati ulitoa ama ulianza
Hapo ndio sasa unajua kama wazazi wako nyinyi ni tajiri au ni maskini. Maskini hana hata mahitaji muhimu. Hawezi akamudu, maskini hawezi akamudu chakula mara 3 kwa siku. Hawezi akakula asubuhi, mchana na usiku, hapana. Wakati mwingine maskini unaweza kula usiku peke yake. Usiku peke yake, na kibaki ndio unakula asubuhi, hakuna. Na ukiangalia maskini wakati mwingine amkula mchana hakuna chakula. Unajua ngoja au hata hamna style. Wakati mwingine nguo ambazo unavaa unapata ni gharama. Hapa hakuna maskini, hakuna mtu ana nguo kama hizo. Na umelipa ile, kama umelipa hapa tayari imeshakutoka kwa maskini. Hakuna maskini hapa. Mtu ambaye yuko katika kiwango cha kati, na maana kuwa na mahitaji yote muhimu, anaweza kujikimu. Watoto wake anaweza kula vizuri, unaweza kula kumudu chakula kula mara 3 kwa siku, unaweza kuvaa vizuri. Sare zikiharibika kama za shule anafanya nini? Ananunuliwa zingine, anaweza kulipa karo bila kutumwa nyumbani. Alafu kisha kuna tajiri. Kwa nini mtu anaitwa tajiri? Anaweza kujikimu kimaisha na ana zaidi ya kuweza kumpa mwingine. Hivi kwamba anaweza kukimu familia yake na anaweza kulea wengine au kuchangia wengine ambao wana mahitaji. Huyo ndio tunaita tajiri. Tajiri ni yule ambaye kama mafuta ya gari yaongezeka, haisi chochote, anaendelea na maisha. Iwapo mafuta ya kupikia yameongezeka, hata utasikia akizungumza amenyamaza tu, maisha yanasonga. Azungumzi kunapokuwa na kitu cha kugawa. Onyesha muundo. Na nafikiria muundo, nilikwambia muundo ni ile sura. Ukiangalia ushairi umeundwa na nini? Umejengwa kwa kitu gani? Kwanza unasema shairi na beti ngapi? Ukisema tu beti 5 unakupa moja. Huo ni muundo. Pili una mshororo ngapi? Mshororo 3. Mshororo 3. Na unaitwa kama mshororo 3 unawita hadi 35. Na si lazima uandike kazi ile. Ukiwa mshororo 3 unakupa nyingine. Muundo wa ushairi pia una vina vya ndani. Vina vya ndani ni hivi na vina vya nje ni wa. Nakupa moja. Haya. Unasema kila mshororo, lazima uwe kila mshororo una mizani 16. Mizani ni tamko au pigo. Kila mshororo una mizani 16. Shairi lina vipande vingapi? Viwili. Ukiviita vipande au migao, na kuona migao miwili au vipande viwili na kuta. Na pia shairi lina kituo. Ninakwambia shairi kama na mshororo wa mwisho ambao unarudiwa, unasema shairi la kituo. Kama na mshororo wa mwisho ambao unasema shairi la nini? Hivyo nilikuwa nataji tu 5 upate zile alama. Eleza maana ya maneno yafuatayo kama yalivyotumika katika shairi hili. Ajizi. Ajizi ni uvivu. Ajizi ni uzembe. Ajizi ni kuchelewa kwa mambo. Pia kuchelewa kwa mambo ni bwana. Kikoa ni pale ambapo unasaidiana kwa zamu. Na kusaidia wakati mwingine nikiwa na shida unanisaidia. Kwa hiyo unasaidiana kwa zamu. Au ni pale ambapo unasema kupewa zamu. Unapewa kwa zamu. Bazazi. Bazazi ni mtu laghai. Ni mtu ambaye ni laghai. Au unasema kuwa ni mtu ambaye anataka faida kwa ya upande mmoja tu. Yaani anasaidiwa na yeye asaidii. Faida ya upande mmoja tu. Kwa nakulaghai. Twende sehemu ya ba. Soma kwa makini mazungumzo haya kisha ujibu maswali yanayofuata. Sembuleni kwa mzee kazi. Mzee kazi ameketi kwenye kiti cha enzi akisoma gazeti. Amani anaingia akivuta miguu kwa hofu, ameshika karatasi ya matokeo ya mtihani. Amani akisongea kwa unyenyekevu. Shikamoo baba. Mzee kazi